mambo mazuri kukuhusu na ikafichwa na maadui, leo ipatikane kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakemea kila Hamani wa maisha yako, nakemea Hamani wa ndoto yako, wa maisha yako, wa destiny yako. Ninamkemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inua mikono, sema zamu yangu imefika kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nini imesaidia Mordekai? Maana alikuwa shujaa, alikuwa mtu wa maombi, alikataa kulala, alikuwa na macho ya kuona mbali. In fact, Mordekai anamwambia Esther, amka, wacha kulala. Na akamuuliza, je, nani anajua kwamba Mungu alikuweka pale kwa mfalme kwa wakati kama huu uweze kutusaidia? Nani anajua? Nani anajua kwa nini Mungu amekuleta Rangau? Nani anajua kwa nini amekuweka kwa hiyo ndoa? Nani anajua kwa nini amekuweka kwa hiyo huduma? Akamwambia amka. Na unajua Esther alipoingia kwa mfalme, baada ya kukula ile chakula ya kifalme, akalala na akarelax. Bwana Yesu, maana anazungukwa na wajakazi, kila kitu anahitaji anafanyiwa, kwa hivyo akalala. Amen. Lakini Mordekai akatumana, akamwambia, mwambie Esther aamke, maana Hamani amepanga kutumaliza. Na akamwambia, amka, amka ututetee, na kama hautaamka Mungu atalete mtu mwingine kwa nafasi yako. Bwana sana. Kwa hivyo either uamke ama mtu mwingine aingie. Wapendwa, amka. Bwana asiwe sana. Amka, toka kwa usingizi, pambana vita, omba kwa ajili ya nyumba yako, omba kwa ajili ya watoto wako, omba kwa ajili ya huduma yako. Kataa kulala kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amen. Ninapenda Esther, baada ya ripoti kuja, akatumana kwa Mordekai akasema, mimi na wajakazi wangu tutakwenda maombi ya siku 3, na wewe Mordekai nanyi mwende pia vita, mwende katika maombi, na baada ya hapo nitaingia kwa nyumba ya mfalme na nitaenda kinyume na sheria. Bwana asifiwe sana. Amka upambane kwa jina la Yesu. Toka kwa usingizi kutoka leo. Hebu angalia mtu aliye karibu naye, mwambie pokea neema ya kuomba. Pokea neema ya kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kuna watu waliotutangulia ambaye ni watu wa vita, na mtu wa kwanza alikuwa ni Mungu mwenyewe. Mungu ni Mungu wa vita. Bwana asifiwe sana. Anamwambia Musa, enda kwa Farao, na akamwandaa, akampa fimbo iliyo na uwezo. Bwana asifiwe sana. Na akamwambia, enda, maana nitakuwa pamoja naye. Musa anasema, sitaweza, kama hautaandamana na mimi itakuwa ni kazi ya bure. Lakini Bwana akamwambia, enda kwa sababu nitakuwa pamoja naye. Mungu wetu ni Mungu wa vita. Farao alipokataa, ukisoma pale kitabu cha Kutoka chapter 6 verse 1, utakuta Mungu anamwambia Musa ya kwamba nimepembeleza Farao vya kutosha. Leo hii apende asipende atawapa ruhusa mwende. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa vita. Am I talking here? Hallelujah. Leo pokea grace ya kupigana kwa jina la Yesu Kristo. Na ndio Paulo anasema vita nimepigana, na anasema mwendo nimemaliza, na anasema imani nimelinda. Anamaanisha kwamba nimepigana na nikashinda, nimepigana na nikafaulu. Sasa anamwambia Timothy, ni nafasi yako. Bwana ainue watu hapa kwa jina la Yesu, watakaojulikana kwa kushinda vita. Hey, Bwana akupe grace, julikana kwa kushinda vita. Toka kwa usingizi kutoka leo. Hey, haleluya. Unajua ni vitu mingi Mungu ametuwekea, lakini kitambo unyakue, kitambo upokee, unahitaji kiwango ya kupigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa vita. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Kutoka chapter I think ni 14:13. Bwana asifiwe sana. Anamwambia Musa namna hii. Rosa kabadasai. Hebu tuangalie hapo 14:13. Mungu wetu ni Mungu wa vita. In the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. 14:13. Hebu tuangalie hapo inasemaje. Mungu wetu ni Mungu wa vita. Musa akamwambia watu,
Musa akaambia watu, msiogope, simameni tu mukauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia. Hebu sikia hiyo, atakaye wafanyia. Kwa maana hao wa Misri muliowaona leo. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa vita. Ambia watu wasilie, wasifadhaike, wasiingize maji, kwa maana wale maadui mnawaona leo hamtawafanya nini? Hamtawaona tena. Mungu atawapigania. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa vita. 14. Hebu soma 14. Atawafanya nini? Atawapigania. Kwa hivyo tabia ya Mungu Bwana sana. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu kila mtu ambaye ni Mkristo na ameokoka na ananena kwa lugha, amen, awe na neema ya kushinda vita. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Hebu 14 nasemaje? Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Wapendwa, Mungu wetu ni Mungu wa nini? Wa vita. Kwa hivyo kama uko na Mungu, tabia yako ni kushinda. Roho ya kulialia wachana nayo, amen. Roho ya kulialia kila time, roho ya kuteta Bwana siwe sana, na kulialia shida na kujiita maskini wa Mungu na kusema kama ni mapenzi ya Mungu nishinde, na kama sio mapenzi ya Mungu nisishinde. Nani amesema sio mapenzi ya Mungu ushinde? Ni mapenzi ya Mungu ushinde kwa jina la Yesu. Kama una Mungu ambaye tabia yake ni kushinda, kama Mungu ako ndani yako ambaye ana tabia ya kuleta ushindi, pokea ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Ukiwa hapa Rangau, pokea grace ya kushinda. Pokea neema kwa jina la Yesu Kristo. Napenda hapo wanasema Bwana atawapigania nini, na mtafanya nini? Kwa hivyo kuna sub areas Mungu anapigana, wewe unakimya. Lakini wakati umeomba, umeenda fasting, unajua kuna watu wananyamaza. Kitu ya kwanza, uhusiano yako na Mungu iliharibika kitambo. Alo unasema na nyamaza nipigania. Uhusiano ilibomoka kitambo. Baya kabisa. Anashindwa atafanya nini akupigania. Uendi prayer. Bwana siwe sana. Hujengi, hakuna kitu unafanya church. Uendi kanisani, unapika Sunday nyumbani, makaimati. Bwana siwe sana. Halafu nasema Mungu atanipigania. Itawezekana kweli? Amen. Mungu anapigania wale watu ambao wanamtafuta kwa bidii. Anasema Mungu atawapigania, nanyi mtafanya nini? Mtanyamaza kimya. Alafu kuna mahali panasema atakayekuza mtumishi wangu, mimi ndiye amefanya nini? Amekuza boni la macho. Kwa hivyo ndio Mungu akusaidie, apigane kwa nafasi yako. Mkaribie, tengeneza uhusiano, mkaribie zaidi, tengeneza urafiki wako na yeye, uonekane mbele yake kila wakati. Tumika kanisani, amen. Uwe front kwa wokovu. Unajua kuna watu ambao wanafuata Mungu lakini kwa umbali. Tumeokoka sana lakini kwa umbali, amen. Ukaa nyumbani bila kwenda church haiwasumbui, kutokwenda kesha haiwasumbui, amen. Bora ni Bwana asifiwe sana, haleluya. Bora atasema Bwana asifiwe, bora ako na Biblia yake. Alafu na anakuambia na usiku nikilala na Biblia yangu ni pillow na ilalia hivi. My friend, hata isiwe pillow, jifunike naye. Kama uhusiano iliharibika, my friend, hakuna kitu kitafanyika. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa nini? Wa vita. Kama Mungu ni Mungu wa vita, nawe Mungu akupatie grace ya kupigana kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya kupigana na kushinda. Sema amen. Ile inasema ni Mungu anayefundisha mikono yangu kufanya nini? Kupigana vita. Kwa hivyo ni Mungu wa nini? Mungu wa vita. Korapasakada. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Na ndio maana tuogopi. Tunapigana tukiwa na matumaini. Na Biblia inasema sisi ni miungu duniani, wana wa Mungu aliye juu. Na hakuna Mungu ambaye hawezi shinda. Kila Mungu tabia yake ni kushinda. Na Musa alijua, akamwambia Farao wapatie waende. Farao akamuuliza utafanya nini? Bwana siye sana. Na Farao akaanza kutisha Musa, akaleta manyoka ikajaa.
na akaambia Musa, sasa fanya vile unataka. Kumbe Musa ako na Mungu ndani yake, kumbe ameandaliwa, ana grace ya kupigana naye. Musa akaweka fimbo chini, ikageuka kuwa nyoka na ikaanza kumeza ya Farao, moja baada ya nyingine, chup inameza, chup inameza. Baadaye akaishika mkia na nyoka zote ziko ndani. Alipambana mpaka Farao akainua mikono juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma hapo Kutoka chapter 6 hapo mstari wa kwanza, Biblia inasema Farao aliwafukuza wana wa Israeli kwa sababu ya kile alichoona, kwa sababu ya vita kali ambayo Mungu ameachilia juu yake. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa vita. Sema amen. Jambo la pili, mtu wa pili ambaye alipigana vita akashinda, amen, ni Yesu Kristo. Angalia mtu, mwambie Yesu Kristo, mwambie ni mtu wa vita. Ama nafikiri Yesu amekuja kufanya nini? Amekuja kupigana, akukomboe, akutoe kwa laana ya kweli. Amen. Akutoe kwa